Kwanza ni washukuruni kwa nafasi yenu na niwapongeze sana wenzangu wa Jeshi la Kujenga Taifa kupitia shirika letu la SUMA kwa maana ya shirika la uzalishaji mali kwa namna ambavyo wamejipanga kwa ajili ya kuonyesha kile wanachokifanya kwa Watanzania wenzetu ili waweze kupata huduma ambazo kwa namna tunavyoziona ni huduma ambazo zimeboreshwa lakini zina gharama ambayo ni himilivu. Kwa hiyo kwa maana ya shirika letu la Jeshi la Kujenga Taifa tunafanya kazi pia za uzalishaji mali lakini na kazi pia za kuwafundisha vijana wenzetu. Lakini kwa leo kwa maana ya maonyesho yetu ya Sabasaba tunapata wasaa kuonyesha vile ambavyo tunavifanya kwenye vikosi vyetu mbalimbali. Kwa hiyo kwa kipekee sana nami nimekuwa miongoni mwa waliotembelea katika banda hili, lakini nimepata kujifunza naona kwa ujumla wake ambavyo wanahudumia wananchi na kutoa mafunzo, lakini pia na kuwatengeneza vijana ili waweze kujitegemea na create au kuanzisha ajira. Kwa mfano nimeangalia wenzetu wa kampuni ya fumigation, SUMA Fumigation. Tayari wao wanaajiri 4,800 kwa vijana. Kwa hiyo tunaona kwa namna gani hizi kampuni zetu ambavyo pamoja na kufundisha vijana juu ya uzalendo, lakini pia zinachachisha ajira kwa ajili ya wenzetu ambao wapo mtaani na kusababisha kwamba lile gap la ajira basi liweze kupungua kwa kiasi ambacho kinakidhi mahitaji. Kwa hiyo ndugu zangu, nawashukuruni sana na niwapongeze sana General Nkambi, lakini pia nikupongeze General Lupi kwa namna ambavyo mnaliongoza jeshi letu la ulinzi, lakini na Jeshi la Kujenga Taifa kupitia kwa CDF na kupitia kwa CNS kwa maana ya mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa na mkuu wa majeshi, lakini na namna ambavyo pia tunajitahidi kuhakikisha kwanza kazi yetu ya msingi kabisa ya ulinzi na usalama wa nchi yetu tunauimarisha, lakini pia tunausimamia, lakini na kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanakuwa wako salama ili kuweza kuleta sasa namna nzuri ya kufanya vitu vya kimaendeleo. Lazima cha kwanza kuwa na amani. Kwa hiyo ndugu zangu, nawashukuruni sana kwa namna ambavyo jeshi letu linajitahidi kwa kiasi ambacho kinaonekana mbele ya macho ya wananchi wetu, lakini pia na namna ambavyo tunajitahidi kulinda imani ya Amiri Jeshi Mkuu kwa maana ya Mheshimiwa Rais alionayo kwetu, lakini pia na kuhakikisha kwamba vision ya 2050 tunaifikia tukiwa tunaimarisha amani ya nchi yetu, na ndipo ambapo tutaweza kufanya maendeleo ambayo ni pamoja na haya ambayo tumeonyesha hapa.